Wassalamu alaikum wapenzi watazamaji, siku nyingine mwafaka tunakutana tena ndani ya Jaylax TV. Langu jina ni Juma Wafula. Karibu kwenye jicho la pili. Siku ya leo katika jicho la pili tutakuwa tunaongelea kuhusu hili janga la moto ambalo imeweza kutokea nchini Kenya kwa miaka kadhaa sasa. Tutaweza kuongelea kutokea mwaka wa 2024 hadi mwaka wa 2026. Moto wa shule Kenya kuanzia mwaka 2024 hadi 2026. Ni nani wa kulaumiwa? Suluhu ilipatikana ama bado tunazika watoto wetu? Leo katika jicho la pili kwa jamii, macho yetu yanaelekezwa kwenye janga ambalo limeendelea kuitesa Kenya kimya, moto wa shule za bweni. Kutoka mwaka 2024 hadi 2026, taifa limeshuhudia matukio ya kutisha ambapo wanafunzi wamepoteza maisha ndani ya mabweni yaliyopaswa kuwa sehemu salama ya kujifunzia. Serikali imekiri kuwa matukio 100 ya moto wa shule yaliripotiwa mwaka 2024 pekee, ishara kuwa tatizo hili si ajali za kawaida bali ni mifumo unaovuja. Swali kubwa ni nini hasa kinasababisha haya? Je, mwafaka ulipatikana na nani anapaswa kuwajibika? Tuanze na tukio la Hillside Endereza Academy Nyeri ambayo ilitendeka mwaka 2024. Hili ndio tukio lililotikisa taifa zaidi. Moto ulizuka usiku na kuondoka na maisha ya watoto 21 waliokuwa wamelala bweni. Uchunguzi ulipofanywa ulionyesha mapungufu makubwa ya kiusalama. Bweni ilikuwa imejaa kupita kiasi, milango ya dharura ilikuwa finyu, mifumo ya tahadhari ya moto haikuwa wa kutosha, haikuwa na maandalizi ya kutosha ya uokoaji. Baada ya tukio, serikali iliamuru uchunguzi wa kina. Shule ilifungwa kwa muda. Familia ilidai haki na uwajibikaji, lakini swali lilibaki: kwa nini hatua zilichukuliwa baada ya maisha kupotea? Mwaka 2025. Mwaka huu tutaita kimya cha hatari. Ingawa hakukuwa na tukio kubwa iliyoripotiwa katika taifa kama Endereza, shule nyingi ziliendelea kuripotiwa kuwa na mapungufu ya usalama. Ahadi nyingi zilitolewa lakini utekelezaji ulikuwa kusuasua. Kenya ilikuwa na nafasi ya kujifunza. Je, ilijifunza? Tuje katika janga ambalo imeikumba taifa hivi majuzi, Utumishi Girls Academy mwaka 2026. Miaka miwili baada ya Endereza, taifa likapata mshtuko mwingine. Moto wa bweni uliondoka na wanafunzi 16 na kujeruhi 79. Ripoti za awali zinaonyesha uwezekano wa moto huo kuwa wa makusudi. Na tena swali likawa, kwa nini somo la Endereza halikutosha? Chanzo cha moto hizi ni nini? Wataalamu wanataja sababu kuu 4: uzembe wa usimamizi wa shule hizi, ukaguzi hafifu wa usalama. La pili, miundombinu mibovu. Mabweni mengi hayana vifaa vya kutosha vya kuzima moto na hata milango za dharura pia ni finyu. Tatu, misongo ya wanafunzi katika shule za bweni. Baadhi ya visa huhusishwa na hasira au misukumo wa wanafunzi. 4, mifumo wa kusubiri janga litokee, hatua kuchukuliwa baada ya maafa. Nani alaumiwe? Lawama haiwezi kuelekezwa upande mmoja pekee.
lawama hizi zitaelekezwa: 1. katika serikali; 2. wasimamizi wa shule hizi; 3. wamiliki wa shule; na 4. jamii nzima kwa jumla pia inalaumiwa. Hitimisho la jicho la pili: moto hizi si bahati mbaya, ni matukio ya uzembe, kupuuza sheria na ukosefu wa uwajibikaji. Kenya haihitaji salamu za pole pekee, bali inahitaji hatua za kweli za kupambana na janga hili, kwa sababu kila mwanafunzi anayepoteza maisha ndani ya bweni si hasara kwa familia pekee, ni doo kwa taifa zima. Swali la jicho la pili katika jamii leo hii ni hii: tutangoja watoto wangapi waangamie ndipo usalama wa shule uwe jambo la lazima? Langu jina ni Juma Wafula, na hii imekuwa jicho la pili kwa familia zote ambazo waliweza kupoteza wanafunzi wao katika janga la moto. Tunawaambia Mola awape nguvu na halaze mioyo za wanafunzi hao mahali pema peponi. Tupatane wakati mwingine inshallah. Langu jina ni Juma Wafula ndani ya Jaylax TV.